Kwa jina naitwa Saidi Bwanga, katibu siasa na uenezi wilaya Shinyanga mjini. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru wananchi wote wa mji wa Shinyanga na vitongoji vyake ambao wameweza kujitokeza kwa wingi katika mkutano wa hadhara. Mgeni rasmi alikuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Comrade John Mongera, ambao mkutano huo ulifanyika katika viwanja vya Mirunda, kata ya Ndembezi. Kwa kweli wananchi mlijitokeza kwa wingi na kila mwananchi ambaye alikuwa na kero yake aliweza kuiwasilisha kero hiyo katika mkutano huo. Natoa rai kwamba wakati wowote unapoona kuna kero zozote zifikishe katika viongozi, na ikishindikana basi usisite, njoo katika ofisi yako ya Chama cha Mapinduzi. Muda wowote ofisi tuko wazi, hata masaa 24. Mpigie simu katibu, mpigie mwenyekiti, nipigie mimi mwenezi, tutapokea kero yako na zitafanywa kazi papo kwa papo, hata usiku wa manane. Tupo kwa ajili yako, usisubiri mpaka viongozi wanapojitokeza, na wala usijali wewe labda ni chama gani. Njoo uone viongozi wa chama, njoo katika ofisi yako ya chama na tatuliwa. Eleza kero zako na zitafanywa kazi. Hakuna mwananchi yoyote kero yake ambayo itawekwa pembeni, kwani Chama cha Mapinduzi na ndicho chenye serikali, na Chama cha Mapinduzi na ndicho kinachosimamia serikali na wananchi wake kwa ujumla. Kwa hiyo wananchi, muwe huru na muwe na imani na chama chenu kama mlivyokuwa na imani katika uchaguzi wetu na kuweza kukipigia kura, na sisi watawafanyia kazi wananchi wote na kuweza kutatua kero zenu, zinatatuliwa kila mahala ilipo. Katika uzoefu wangu nimegundua kwamba kuna baadhi ya watu wamekuwa kikana kero katika mioyo yao. Na kwa nini ukae na kero katika moyo wako? Eleza wazi, na kila siku ndio maana tunasemaga mambo yetu yote yanatatuliwa katika vikao husika. Wewe njoo katika eneo lako hata bila kwenye kikao. Njoo nione mimi, njoo muone mwenyekiti, njoo muone katibu wa chama. Eleza masuala yako, tutayapokea na tutayafanyia kazi. Pale panapohusika, tunapokuwa na uwezo nao tutatatua pale pale. Patakaposhindikana basi kero zenu tutazipeleka ngazi za juu kwa ajili ya utekelezaji zaidi, na mwananchi hakikisha anapata haki yake. Kila mtendaji kuanzia sasa hakikisha anatoka nje. Zile ofisi zimewekwa kwa ajili ya kuhudumia wananchi, na wananchi usingoje paka wakufuate. Na kwa wananchi wana kero nyingi, usio paka waje viongozi ndio waweze kusikilizwa. Watendaji wote kwanza sasa lazima ujitume, na kama ulivyoomba kazi, umeomba kazi kwa kutumikia wananchi, nenda kawafanyie kazi wananchi katika maeneo yao husika. Kwa mfano sasa hivi zipo kero nyingi ambazo tumekuwa tukipokea, kwa mfano kwenye elimu, ardhi, hospitali, unakuta polisi, vyombo vyetu vya ulinzi usalama, polisi na maeneo mbalimbali. Wananchi wanakuwa na kero zao, nenda kawasikilize na muweze kuelimisha pale inapostahili, na pale mnapoweza kuwasaidia nendeni mkawasaidie. Sio mpaka mfatwe. Mimi kwa jina naitwa Priska Samuel, ni mkazi wa Dome. Kero yangu ni shule zetu za misingi, michango, hela zimezidi. Kwa sababu usipotoa hela ya maji na mlinzi hupewi cheti cha kumaliza darasa la 7. Paka utoe hiyo pesa ndio upatiwe cheti cha kumaliza darasa la 7. Kero yangu ni hiyo, tunaomba mtusaidie kwa hilo. Kwa jina naitwa Kefren Maila kutoka Butengwa. Kero yangu ni shamba ambalo limechukuliwa wakati wanapima, ilikuwa mwaka 2007. Yakatengwa maeneo matatu. Eneo la kwanza lilikuwa ni stendi, eneo la pili likawa soko, eneo la tatu lilikuwa ni kituo cha polisi. Baadaye tumeenda eneo la stendi likapimwa viwanja, watu wakajenga. Wajana hatusikilizwi mpaka leo, kuanzia mwaka 2007. Mwishowe nimezeeka. Mnyonge ni haki yake. Kudumu Chama cha Mapinduzi. Swali langu nasema hivi, jinsi wanavyojibu si sawa. Mwadui haina kesi. Wananchi wanatakiwa wapime viwanja vyao. Pamoja na kunikatisha kama nizungumze, sawa, nimekuelewa. Mimi mwenyewe nimejaribu kutoa hoja na tishiwa kuwekwa ndani. Pamoja na hayo, haki itendeke. Wananchi, jaribuni nyinyi viongozi wetu kufuatilia kina kwa kina ili kusudi muweze kusaidia wananchi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu chama tawala.